Mama kwa wapi Jeje? Yaani mgonjwa analala. Analala? Shida ni wapi? Hakuniambia. Hakuambia, alienda tu kulala. Alilala kuanzia saa ngapi? Asubuhi. Kuanzia asubuhi. Na umempelekea chakula yote hivi aenda kule kitu yote hivi amekula? Hujampelekea chakula? Mbona sasa Jeje ndo unajua ni mgonjwa? Sijui kupika. Unajua kupika, si ungeenda kumkopesha vitu kwa duka huko hivi. Alafu umleta hata kama ni mkate hivyo. Si ndio Jeje? Siku nyingine mtu akwa mgonjwa anafanya hivyo. Umwache akae tu njaa. Sawa Jeje. Sasa nyumbani kwaje? Iko poa. Hebu simama nikuone. Jeje, sasa hii ni maneno gani? Jeje, si nikwambia tu kwetu msafi. Sasa mbona unisikii tu wenyewe? Jeje, sasa tufanyaje? Tufanyaje sasa kama uko mchafu hivi? Nikufanyie nini sasa kama uko mchafu hivi? Nikusamee? Lakini siku nyingine nataka nikupate uko msafi, sawa? Siku nyingine nikwambie na nimtoka alafu nikupate uko mchafu, tutakosana nawe, sawa? Kaa hapo chini. Wale nione kama kuna switch hapa nilileta. Ama nikupatie pesa uende dukani. Lakini sasa uko mchafu. Unaona? Sipati ngoto chafu sweet. Ndakutuma uende dununue nyama alafu utakula wote hapa, sawa? Lakini uchafu uache. Sawa Jeje? Sawa. Baba Jeje. Umekuja? Mama Jeje. Haki dadini nimechoka na ugonjwa hapa. Pole. Nimechoka kabisa na ugonjwa. Pole. Kaka kwanza. Wewe ulikuwa umeenda. Unakumbuka hata kumwona kwa nilitoka. Ni mashughuli za kazi. Ndio nilikuwa nimeenda kazi. Nimegojeka kwa hiyo nyumba. Hata nashinda ndio fanya nini, nimefanya vizuri. Nimekuja hata labda nitapata kwa nafuu sababu hiyo dawa ilinipea wakati ile. Haifanyi kazi tu, bado ni vile vile. Sasa ninashindwa vile nitafanya. Na shida ni wapi kabisa unasikia? Mimi nasikia tu tumbo na kifua. Sasa sijajua ni wapi inanisumbua. Sijui hata shida ni. Kama madaktari wenye uliniletea hapo siku ile, hakuna siku hata amairudi. Mimi nimechoka kabisa na magonjwa. Sasa hiyo dawa ikukutuliza hata kidogo? Haijanituliza, mimi tu hapo. Sasa fanya hivi. Heri tu basi twende, nimejaribu tuende Kakamega ikifaulu. Sasa wacha nitafute gari twende tuone Eldoret. Safari. Sababu hata mimi nikikwambia nitakula chakula siwezi kula, sijisikii hata sina appetite ya chakula. Sasa tu nisaidie tu. Sawa, wacha twende tutafute gari, alafu twende Eldoret. Utapona. Asante. Naweza kusaidia? Saidia tafadhali. Sawa. Asante sana.
Nakufa ndo kaisema nimalizane. Okoa maisha. Toka ndani ya gari. Toka haraka. Toka. Tafadhali. Tafadhali. Alibeba pesa yote. Nasema ukweli. Nasema nyamaza. Hakuna pesa yote. Yote. What? Mr. Kanindo? Yaani baada ya kukuvuta kazi umeamua kunifanyia hivi? Usiniulie jamii. Nataka kukushana mimi katika biashara. Weka mkono chini. Leza. Tokea leo hiyo biashara yako nitaichukua. Na ninahitaji wakati huu uweke sahihi hapa. Mbona kufikiria wewe mjanja sana? Na wakati huu nahitaji uweke sahihi hapa. Fanya fasta. Nasema kwamba uweka hapo kwa sababu umejifanya sana. Hatuwezi unajua kufanya biashara na Mr. Kanindo. Unakueleza kwamba wewe Mr. Jerome. Mali yako yote nitaichukua kulingana na hapa. Vijana. Yako imeisha sasa. Vijana, malizeni hao watu. Mambo yenu imeisha. Wewe boss, tumalizie hata huyu. Hapana. Mtoto mchanga. Tafadhali. Ajue kenye nilikuwa naendelea kukaa mimi na babake. Huyu mtu atakuja kutusumbua baadaye. Nisamee kwa sababu yeye ajue kitakachoendelea kwa sababu bado mdogo. Bado ni mdogo, ajue kinachoendelea. Babake na mama yake tayari washaua. Huyu ni mtoto mdogo ambaye haelewi chochote. Kwa hivyo mwache. Twendeni. Naitwa Jeje. Nani? Mtoto wangu. Ana mwau. Mgeiti. Wewe twende. Amekufa. Ndio tutakaa na wewe.
ishi mjini kwetu sawa. Tukaa naye kuanzia leo. Kwani unaota? Sasa ngapi? Sasa ngapi bwana mzee bwana? Ndio tumechelewa bwana. Tutapata riziki ya ndani kweli. Unajua wenyewe hapa mkitupata tukichapa. Unajua hapa niko wenyewe. Ndio hapa tunaamka saa 12 ya asubuhi na sisi tunalala mpaka saa 6. Tuwezi niamsha bwana. Alafu unaota saa hii bwana. Kuna tandiko yetu bwana tutaweka wapi? Mtu atatuibia. Kama mtu ataiba tutarudi. Tutoke pole pole wenyewe wasituona bwana. Tutaanza kupata nyumba yetu ya kuishi nini? Maisha kuangalia tunaona kwa mtaa sasa. Inakuwa tu. Sasa maisha bwana ya kuhangaika hivi bwana, kazi hakuna. Unajua tangia mimi nimekuwa mdogo bwana mpaka sasa hivi mpaka shangani kama nizaliwa na laana au vipi? Kwanza wewe kiwasa kushangai. Unajua sasa saa ngapi? Saa 6. Na hata mimi sijakunywa chai. Mimi nilikuwa nafikia tunaweza amshana. Sasa wewe unalala tu uniamushi bwana. Mpaka naamuka napata wewe unaota. Twende mzee. Tuongee vitu kenyewe. Mimi maneno mpaka tu discuss kwanza. Unajua hata wewe. Hapo kulia bagi ya huyo jamaa pale. Jana tumeishi kufanana na kamsanii fulani kanatokea hapa Bongo hapa kama Diamond. Mimi namuona kama msanii chipukizi. Anaitwa nani? Basi kumbe. Nani wewe ama ni mnafanana? Mnafanana. Wasaidie. Kwa maana kuna kazi ambayo tunayo. Sasa sisi tukiwaelezea mnaweza kubali au yani sisi tutashukuru sana. Kama ni kazi kuna kazi yenye wanga sisi tunachora hivi mchoro hivi kawaida kama tukiingiza hela zetu bwana, na tungependa hata wachukue na nyinyi mubadili tumeishi kuhangaika kuanzia sasa ni katika kazi yenyewe siwezi nikawaambia kwa sasa hivi hapa. Nafikiri tutaandamana na nyinyi mpaka mahali fulani tutaonana. Bana wewe unakosea bana. Tunaweza kuwa tunapelekwa kazi ya kuua watu bwana, unasikia sio kuua watu. Mimi naomba Somalia watu wamekufa juzi. Bana sikia. Hii sio ya kuua watu. Ila tutawaelekeza mpaka kwa mkubwa wetu, atawaambia kuhusu hiyo kazi vile jinsi inafanywa na vile jinsi anaelekezanga watu. Kwa hivyo nataka kusema kuanzia sasa hivi tutakaa hapo mtaani. Kuanzia sasa hivi hamtakaa hapo mtaani. Hamtakaa hapo mtaani. Kazi iko kwa
itatusaidia sana. Kwa kweli Kazi watapata. Kazi iko. Lile tu wenyewe mkwe waaminifu kwa kazi, msikue watu wasumbufu namna hii. Si kazi ni sawa. Angalia ibaki na baba zamani zaidi. Ukiona msiko huu imepepa vitu samani kaka hivi. Na tuseme hivi mfika mahali pale bwana mtupige mbele simu moja basi kaka. Twende basi hiyo kazi kuonyesha sasa. Hii kazi tunaenda msiko na shaka. Twende tuonyeshe hiyo kazi sasa. Tunaweza sasa vipi? Sasa hiyo kazi hiyo inapatikania wapi mjini kwetu hapo? Ushali nyinyi unataka kazi ama maswali? Ni kazi. Kama nyinyi mnatuelekeza. Si ndio, situfuateni. Yaani tuendelee. Sawa. Kwa maana Mungu alisema nitabariki kazi ya mikono yenu. Kwa hivyo atawabariki kazi ya mikono. Haijalishi ni jinsi gani utachoka, haijalishi ni ngumu gani utapitia, lakini Mungu anaenda kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Pastor Aman Njoroge, nimetoka Bwana. Bwana Yesu Kristo alikuja na maletea. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona tupige tuungane pamoja tuweze kueneza injili ya Bwana katika jina la Yesu. Na Mungu anaenda kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Mungu abariki, atabariki kazi ya mikono yenu, atabariki kazi yenu, mtapata pesa mingi katika jina la Yesu. Utukufu wa Bwana. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa kuwa ametupa uzima, ametupa kupumua bila kutulipisha. Kama kuna ambaye anatoka kwa hivyo ningependa niwasomee kitabu mlango wa 7 mstari wa 10. Inasema kwamba mtakacho kutendea na wanadamu nanyi watendeni vivyo hivyo. Hili ni neno ambalo inatia watu nguvu na kufanya watu kuwa pamoja. Haleluya. Ukitaka mazuri kutoka kwa mwenzako, ndugu yako, dada yako, mama yako mzazi, mtendee mazuri ili naye akutendee mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ukitendea mazuri, haizi atakutendea mazuri. Na akikutendea mabaya, basi Mungu. Haleluya. Bwana anasema kwamba msipookoka mtakuja kuhukumiwa siku ya mwisho. Tuokokeni ndogo, tuishi kwa amani, tupendane katika jina la Yesu. Nimekuja kuwaletea neno la Mungu. Nikiwaletea neno katika jina la Yesu.
Bwana Yesu asifiwe. Nimetoka nchi za mbali kuwatembelea mahali hapa niwaletee neno ambalo ni neno ambao ni uponyaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inasemekana ya kwamba ukiwa na Mungu hakuna chochote ambacho kinashindikana. Haleluya. Mungu amenipatia upako ya kwamba niweze kuwaletea injili ya Bwana, niweze kuwafikishia ujumbe wa Bwana, kwa maana hiyo ndio chakula yetu, kwa maana hiyo ndio uzima wetu, kwa maana hiyo ndio uhai wetu. Bwana Yesu asifiwe. Inasemekana ya kwamba msipofuata njia zake mtaelekea katika hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoka nchi za mbali, nimeelekezwa na nguvu zake za Mwenyezi Mungu niweze kuwafikia mahali hapa niwaletee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sitaweza kusema mengi ila ni kuwapatia neno kuweza kufikia wenzenu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa niwasomee kitabu kimoja. Kitabu cha Yohana mlango wa 7 mstari wa 12. Inasema ya kwamba mtakacho mtendewe na wanadamu nanyi watendeni vivyo hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtakacho mtendewe na wanadamu nanyi watendeni vivyo hivyo. Kwa maana ukitaka kitu mzuri kutoka kwa mwanadamu lazima ukutendee kitu kizuri ili naye akutendee kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ama si hivyo, ukinitendea mabaya nami nitakutendea mabaya, si hivyo? Mnaanza kulipishana kisasi, revenge. So utakacho kutendewa na wanadamu watendeni hivyo hivyo. Naona unauza mahindi hapa, mahindi ni mazuri, mtu akipita anakuja ananunua kwa sababu umechoma vizuri, unataka naye akikula asikie vizuri na ashibe vizuri, aitamani naye, kwa sababu anaona hiyo mahindi ni mzuri na umechoma vizuri na umekaa hapa ukitega akuja anunue, anaona huyu mama waacha ni promote kidogo. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri tukae katika Biblia, tutendane mambo mazuri ili nasi tutendee mambo mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napita na waletea injili ya Bwana. Ninatoka sehemu za mbali, nimekuja hapa kuwatembelea kidogo kwa muda, alafu nitarudi kule nilikotoka. Mungu awabariki. Na tuendelee kuwa na moyo huo na Mungu atenda kutenda makubwa miujiza katika jina la Yesu. Mungu awabariki na Mungu abariki kazi katika jina la Yesu. Hallelujah. Yo, it's your boy Bad Idea. Hoping and praying that the worst of your todays become the best of your tomorrows. Living on the streets, ballers on the rooftops, staring at the streets. Children with no cool tops, told me sweet no peace. They could never show themselves, they can barely speak. Every day, every night, every hope locked away. Rich man speaking, criticizing, order seizing, always bullying, never helping, just degrading. Even later, not regretting, never bought, no subconscious. Damn man, what they doing, what they showing. Lakini mimi na wenzangu tunaweza kunywa Sprite hivi. Haya ikuje mbio mbio. Nashukuru sana ndio maisha. Ndio maisha. Nashukuru sana. Nje tumepata kuombea. Sasa hivi naanza kuona manufaa ya maisha. Ili mwaka ukisindeza tena turudie ukipindi tena kuishi hiyo kuliko mbago kulia ni kumbili. Ai wale tunaishi kulia bado na kulia. Nikatroma tukitaka usiwe sawa.
Ningeomba mkatuletea list ya hii watu yote. Nafikiri tuko sawa. Mimi nafikiri niko sawa kabisa. Habari yako dada? Mwenye simu. Salamu. Naona uko busy kweli. Sitakosa kuuliza. Dada. Snyder. Umetumwa? Bana si. Kakangu naomba. Umetumwa na kuuliza umetumwa. Haya, tuache kama tulivyotulia. Mr. Kokoto. Wasemaje dada? Hao walimu wasema vipi bwana? Naona watoto ni wakali kweli lakini mmoja ana kiburi. Si unajua ni mara ya kwanza ndio tunataka tuchuane hivi challenge mahali fulani kiasi. Habari yako mrembo? Ningeomba tu nisalamie, si kwa ubaya. Mbona waniangalia hivyo? Siruhusi kuguza na mkono wangu. Salama sana, mimi mzima. Vipi hali yako? Mimi natokeshi. Kutoka huko. Salama. Ule mwingine mambo uko fresh. Mbona unaongea chini sana? Hata ni sasa tuwaje kwa pole. Unajua watu bado ni mkani wa dini. Kwa hiyo biashara wametumwa. Sasa kwanza ningeomba niwaulize samani kiasi na ningependa mnielewe. Hatuchakuja hapa kwa ubaya. Mudumu. Njoo bwana. Naomba kinywaji. Naomba kuleta soda moja. Maana tuonekana wajinga sana. Soda gani ipo? Lete Fanta ya baridi. Lete Fanta na glasi mbili. Kwa maana kukuta kwangu hapa sichakuta mabaya na kwa vile unatufutia kwa maana kwa sasa sikuki mweleza kitu fulani utanielewa au kuna kwa Snyder kuna kitu fulani wanangu kuka nikiamu sepangu pesa lakini msichana wakifika mahali watatuelewa kiasi. Lakini naomba tu ningeomba tu. Unanielewa nini Sharon? Yaani unaona mpaka wawili hawa ni kama watu wametumwa. Kwa maana kwa mtazamo ninao watazama, umeona huyu atakuja kaja hapa. Kakuongelesha na unajua wewe mwepesi na kuongelesha wanaume, kakuingiza box. Hebu jaribu jamani. Hawa chungana sana. Mwenzangu usiniguze. Hauna tulisa. Sina hasira na usiku. Mimi kucha kwangu hapa. Uliwatazama waliingia kwa kiwa wangapi? Wao kuwatazama wameingia kwa wawili. Pia wengine ndio ile kule. Sasa ningependa nielewe kiasi. Sawa. Kwa maana huyu alikuja kwanza. Alikuja kwanza. Mimi nikaona sio umesema ubaya hapo. Sasa nikuja kwa tukapona kwa sasa nikausha hivyo tu. Vipi bwana kisha madhara hivi kiasi kama Wananchi wanataka sisi kwa mbele mmoja tu. Wana mzee tukifika hapa tufike kwa eneo ya kufanya kazi. Wewe mara ngapi maika nyaka mali kama unaweza kula wakati kwa chini.
Tunakuomba tu. Vipi? Nimetumwa. Hatujatumwa bwana. Sisi wenyewe ndio tumetuleta majanga. Mbona tuelewi? Keti hapo kanielezee kilichokusukuma. Mimi nishakuelezea lakini tutakuwa sasa naomba keti chini ukanielezee kinachosababisha ukaniondoa mahali ambapo nimekaa ukanipeleka kule ni nini? Sasa mimi nakuomba hivi. Twende sawa. Mmeshipa au itishe nyingine hapa? Tuko sawa. Tuko sawa kabisa. Tunaanza tuambie baada ya hapo tunaenda. Naona hapa maisha yanaanza kuwa raha. Tutegemea tutakuwa maisha kama. Sisi tuliwaambia nyinyi mnashinda huko sikina iko wapi kule chini. Niwe ndio mnafahamu mtaani hapa bwana. Kule mtaani huko mtaani. Maisha ndio hapo. Hello sweetheart. Za jioni. Ndio maisha yetu sasa. Ndio pato bwana. Kwa nini nilikuwa nimeondoka kidogo siko kwenye nyumba? Kule mbeleni bwana kuna lakini nishakuandalia chakula cha jioni. Vipi utakuja leo? Hamna shida basi nitakusubiria basi mimi sili kabla yako. Aya nipe dakika nusu saa nitakuwa nimeshafika pale sawa? Aya sawa. Okay bye. I love you. Hata siku maana ongea mingi. Kawaida mimi upendo uongea mingi sana. Hata mamangu kule yasiokuwa na muhimu basi ongea ndio kusikilize. Nishakueleza mimi naitwa Snyder. Ngoje. Mbona kwa poa? Sija tukafikeni tena ukaanza kuambia skin jazz nini na kuambia sawa. Mimi hapa pandemiko ya pesa utashika. Pesa utapata unaona. Bora mjiamini. Hiyo kazi ni simple. Mjiamini. Si mnaweza kazi? Mimi kwanza niko sawa. Niko hii kaka. Nini? Hapo sasa. Kisha umepata jackpot. Wewe vipi? Domo funga domo. Kwa mwingine umeza wewe. Wewe nao utakuuliza kuuza. Acha kitu hapa. Kazi ni fulani. na mimi ndio pale kaka sisi tunaomba wewe wapole kwanza, hiyo sehemu mtafika na mkifika mtaona. Okay, sikiliza. Sawa. Kitu yenye nitawaomba tu mtulie kiasi, mjaribu kuongelesha hii kwa maana anaonekana mkarukaji lakini kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu kama Mungu atanisaidia akikubali tutandamana si wote tunajaribu kuangalia muda nayo inaenda kwa na tunajua tukatia tunaenda. Ni kazi nzuri. Ukifika huko mtafurahia. Tunaona hata unaona hivi nimeambia mapema. Anaomba biblia. Naomba biblia kana je mkenisha.
Sasa kokoto ulisema unatupeleka eneo la kazi. Nafikiri ni hapa ndio tumefika ama ni mahali? Mahali hapa ndio tumewaleta ili mkaweze kuonana na bosi wetu, akawaachili kazi mkaweze kuendelea pamoja na sisi kwa hii kazi. Kwa hiyo kazi mnafanyia hapa ama tutaenda kufanyia mahali pengine? Sasa hapo ndio tunakuja kuchukua maripoti aina mbalimbali, tunatumwa mahali fulani kwenda kufanya shughuli fulani, kazi fulani, tunatumwa na bosi kutoka mahali hapa. Kwa hivyo bosi ndiye anakuja kutuelekeza. Yeye ndiye anakuja kutuelekeza. Sasa ningefikiri mngetulia tu kiasi kushinda mniulize maswali mingi, yeye mwenyewe atawaelezea. Mngesubiri tu kiasi, yeye akuja akaelezea. Bosi, nafikiri tulipotoka kiasi kutembelea kule mtaani kiasi, tulikutana nao vijana wawili hawa. Tulipoongea nao kiasi, tukaona ni vijana wazuri, tukaamua tuwalete mahali hapa ili ukaweze kuongea nao kiasi, ili wakakubaliana na wewe pamoja, tukaweze kufanya nao kazi pamoja kwa ajili katika hii ofisi yako hii. Vijana tuko wachache. Ya, sasa niliamua nikawalete. Tukaungana nao pamoja basi. Ya, Sikia Mr. Naweza kufahamu. Mr. Brown. Samahani kaka. Kiwani kinachoendelea maana sijakuelewa. Tafadhali hapa si tuulize swali hilo nataka kuuliza sababu tuko na mamlaka sio wewe tunafanya kazi ya karibu ndio tutakuja na vile tutakuwa tunaamrisha vile tutakuwa sawa. Inaonekana wewe dada uko na madarasa. Utajua. katika nchi yetu ya Kenya na hata inaathiri watu wengi kutokana na hii biashara ambayo ya dawa. Nafikiri inaonekana wako na kiburi kiasi. Ningewapeleka kwenye room alafu wakaangalia kiasi. Kulingana na vile mmeshafika hapo, hamwezi ondoka katika kwa nini? Fanya hapa ni wapi? Tunafanyia
Wewe dada na mada. Kwenda. Wewe unataka kuomba. Usijaribu kutaka wewe nani? Wewe nani kwa kukuza au nikuzi? Shit. Who are you? Ha. Who are you? 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 Okay, subiri. Unanieleza kwa ubora mali. Unanieleza kwa ubora mali. Unanieleza kwa ubora mali. Sieni. Sasa inaita polisi. Sasa mtajua mwisho wa mtaa wenu umeshafika. Mmegonga hapa ndipo. Hapa ndipo. Usiniguze. Usiniguze. Au niguze nishakuelezea. Hauniguzi. Nishakuelezea lazima unieleze ni wapi unanielekeza kwa upole tu. Ndipo niondoka. Hamna. Lazima unieleze kwa upole. Sieni kama unieleza. Wewe bwana mjomba wangu na kama mimi sawa. Hamna. Yes, Mr. Kokoto. Yes, boss. Yes, hebu njoo hapa. Kazi ni gani? Kasi kuhusu masasile nilikuwa nimewacheki kiasi walikuwa wanaendelea vyema. Nafikiri naweza kuti mahali pale kwa sasa hivi nikacheki wanaendelea namna gani. Na wale vijana ambao nilikuletea wanaendelea na kazi ama vipi? Vijana ambao uliniletea wamejaribu kuokoa na kibole, lakini itabidi tuwasikie kwa mateso kiasi ili mpaka wakaweze kukubali wakajiunga pamoja na sisi kuhusu kazi yetu. Ndio. Na nilikuwa nawahitaji hao vijana wakisha wanafanya kazi, na kama watafanya kazi tafadhali uwalete katika ofisi yangu hapa nataka kuona kama wataleta kiburi katika kazi yangu. Sitaki kiburi katika kazi yangu. Unasikia? Wewe ndio unasikia? Kama mnasaidiana na vijana kwa sababu hiyo kazi ambayo inastahili wafanye, au vijana ambao mwaleta ni wageni na wanaweza kuharibu kazi yangu. Mstaki kazi yangu ya kitu kwa sababu nafanya kwa muda mrefu sana. Sawa, nimesema vijana wafanye kazi, wanataka wafanye nini? Warudi hapo. Ni sawa boss. Lakini nilikuwa na ripoti kuhusu wale wasichana ambao tuliwaleta hapa pamoja na wale vijana. Hao wasichana pia nilikuwa nimewaleta mahali hapa kuhusu ili wakakuja kaongea nao kuhusu sisi tunapotoka ili wakaweze kukaa na wale mahali hapa wakiangalia wasichana wale wasichana walikuwa wawili wale ambao walikuwa pamoja na wale vijana. Na wameshajua shughuli ya biashara ambayo inafanya. Nafikiri vile ulikuwa unaelezea wale vijana kiasi walikusiwa na story tu kiasi, lakini wachajua kiundani kabisa. Hata kama watakuja katika ofisi yetu sasa hivi kwa sababu ni kazi ya mageni ambayo ni kazi ya biashara ambayo itakani kila mtu ajue. Japo kwa vijana wengi lazima wajue kwa sababu hao vijana wanataka washirikiane na wewe na wale ambao watatoka kama mimi madam na mzee ambaye itakana msaidiane kwa kazi, lakini wasichana wasijaribu kujua kinachoendelea pale. Sawa boss. Nitawaleta uongee nao. Kabla hujawaleta hakikisha vijana wanafanya kazi wale wawili. Sawa boss. Atakaye kataa kumleta katika ofisi yangu mara moja. Sawa boss. Sema hivi. Ndio unaitwaje? Hapa hakuna kiburi. Hapa hapana palipo. Ndio kwanza ushafika sikogopi. Haina neno lakini hebu Sigeuki. Very smart. Yes. Mkasongea huko. Yes. Songea hapo. Kuna kitu unataka. Sina jina shako. Ueleze tu jina lako, siko mbali. Sina jina. Wewe mwanangu mtua huyu ni boss unaongelesha. Haya ni boss wako sio wangu mimi. Na utajua ukifika. Kwa hiyo unaitwa nani? Haya
Kwa majina unaitwa nani? Snyder. Unasonga wapi? Wewe unaitwaje? Majina. Unaitwa nani? Naitwa Shara. Karibuni. John. Mmekuja katika idara nzuri ambayo mmefika mahali mtakana mfike. Kiburi kaisha. Sinaida. Kisha fanya hii kazi. Wewe hakikisha unapima vizuri. Hii msika inafaa isafirishwe kufikia masaa 8 hivi. Sawa? Sasa umesikia kaka? Hivyo ndio nimesababisha nikakuwa. Lakini mbona kanidanganya? Nimekudanganya aje kakaangu? Nilikwambia tulia, iko sababu inasababisha hiyo. Usinifanye hivyo kakaangu. Nitakuelezea kila jambo. Kwa sasa tuko katika hali ngumu. Mbona umesema umefika kwa kitu Brown? Hapana, iko sababu imesababisha. Wala shida yenu nini? Kuna nini hapa ni? Shida nini? Nini inaendelea mahali hapa? Wewe kwa pole bwana. Sawa? Shida nini? Tusikize tafadhali. Mko na shida gani? Mimi na kakaangu hapa ndio tumesinguana kidogo. Mmesunguana kuhusu nini? Sisi tuliwaleta mahali hapa kufanya kazi, sio kupishana. Ulisikia kama ni mahali ya kupishana? Hapa ni mahali ya kazi. Lakini hamkutuambia ni kazi gani tunakuja kufanya kwa kweli. Hii kazi sifanye. Si mlikubali kazi wakati tulikubali kazi bila kutambua kama itakuwa. Basi kama ushakubali of course. Hapana. Shiti kwa itabidi ufanye. Na ni lazima kama ushafika mahali hapa ni lazima ufanye kazi. Chagua jambo moja. Kama ufanyi kazi, kubali kuwa maiti ama ukubali kazi. Hapana, ni heri niife lakini siwezi fanya kazi ya kazi. Mimi nauliza mtakubali ama mtakubali? Mtakubali ama mtakubali? Tuwezi fanya. Mtakubali kazi ama tuwezi kufanya. Tuwezi fanya. Wewe utafanya kaka? Mimi sifanye. Tuwezi fanya. Usituue tafadhali, usituue. Mtakubali ama mtakubali? Hapana, mimi siwezi kubali. Mtakubali ama mtakubali? Kubali. Hata muwe maiti basi kama hawezi kubali. Tuwezi kubali. Sasa kama mtakubali, kwa sasa hivi sitawaua, lakini kufikia kesho asubuhi kila mtu atakuwa ameangamia. Wacha nikaenda nikarudi. Yes. Snyder. Wewe ni tena mrembo ambao umekuja mahali hapa. Tutashirikiana kukaa na wewe katika shughuli ya kazi hapa. Na madam, tutashirikiana na Snyder katika kazi ambayo tunafanya kwa sababu ameshafika mahali hapa na istahili atoke mahali hapa. Kwa sababu kazi ambayo tunafanya, wewe unaelewa biashara ambayo tunaendelea na haistahili itoke nje ya idara hii. Na kwa sababu ya mambo haya ambayo naeleza Snyder, na mimi nifanye biashara. Fanya biashara mkubwa ambaye nafanya biashara Kenya hii na nje ya Kenya. Kando na hiyo nazidi kuendelea. Na hamtaweza kosa chochote ambao mtakuwa mnahitaji. Mkihitaji mtapata kulingana na vile naendelea kazi yangu. Hapa hizi ni pesa. Na hii biashara ya kazi ambayo mimi nafanya. Na kazi hiyo tafadhali mtakapokuwa mnaijua haistahili uweze kueleza mtu mwingine. Hiyo ni kazi ambayo tutakuwa tunafanya na nyinyi tukiendelea na wewe madam. Umesikia? Yes, boss. Umesikia Snyder? Sawa. Penda utakaa karibu na mimi kwa sababu nimeona kwamba wewe ni mrembo ambao unastahili. Unafaa kuwa na mimi. Na Mr. Kokoto. Yes boss. Nilikuwa nasema kwamba
Ikiwa mnasaidiana na yule kijana mwingine na wale vijana ambao niliwaambia kwanza, wale ambao niliwaleta wawili. Wajileta kazi jinsi inavyotakana. Au vijana kuwaleta hapa mwenye atakata kufanya kazi kumleta hapa katika ofisi yangu mimi niko hapa. Na wewe ushikilie mahali pale na ule mwenzako ambao mko naye pamoja. Wewe ni in charge pale kwa kazi hiyo hapo. Sawa boss. Unasikia? Sawa boss. Na yule msichana ambaye nimesikia anaitwa Sharon. Yuko wapi? Simuelewi yuko wapi sasa hivi. Yes, hello. Hey. Bado niko busy. Tafadhali niko busy. Nimesema niko busy. Tafadhali. Hiyo shughuli saa hii haifanyiki. Wewe msichana wa Sharon, nilikueleza vizuri na nikakwambia unastahili huyu kijana wangu wa kazi atakaa na wewe kwa shughuli, akuonyesha shughuli ya kazi ambayo inaendelea hapa, na hautaweza kutoka nje ya ile ya kazi yangu mpaka wakati nitaona kwamba mko sawa. Mkija mkiwa na sinaida na inatakana mfanye kazi kulingana vile inatakana, kulingana vile nimesema. Masharti ambayo iko hapa ni mimi nimetoa na hivyo vile nimesema na ndio itakuwa. Sawa? Usikisha? Bosi, nikaomba jambo moja. Ila ambaye atakuwa na kiburi katikati yetu, ninaomba anapokuwa na kiburi tukamnyoroshe. Na kabla ya kumnyorosha, Mr. Kokoto, unajua tu biashara ambayo tunaendelea nayo si biashara ya kuchezea. Unaweza nyorosha mtu na kisha baadaye ataenda tu nje na bado polisi atafanya nini? Atakuja. Kwa hiyo, kando na kunyorosha, naomba tafadhali shoot to kill. Sawa boss. Boss, naomba nikuongeleshe. Sawa. Sharon. Hapa inabidi tukubali sawa. Katika ile mara tutatoka. Lazima tukubali tunaelewa sawa. Usijali sawa. Mr. Kokoto. Yes boss. Vizuri. Na wale vijana kama waendelee kuangalia kampuni. Endelee kuangalia kazi ile tunataka. Sawa boss. Asante.
Yes. Halo? Yo. Nilikwambia ya kwamba bado niko busy na nafanya shughuli ya kazi ambayo inanifanyia maendeleo kuliko yote. Sawa. Nimesema tafadhali wakati usio hata kunipigia simu. Kama na dawa ndakuletea. Sijali. Iko lakini sasa kwa sasa niko busy. Nimetumana zingine kwenda kutoka Tanzania. Karibu inaingia. Ulikuwa unataka kama kilo ngapi? Haina tatizo. Hiyo hata ni kidogo ndio unaitisha, haina tatizo. Utapata kama kawa. Wamhakikishe kazi imeisha. We nani? Salama. Unasaidia nani? Sasa ulisikia hapa ni mali wa mapasta? Wewe wa Bwana ni kule si mali hapa. Nimekuja kukuombea ndugu yangu. Unataka kuonana na nani na uliza? Kinachoongea ndani mwako si mimi sitasema unihubirie, unataka nani? Kile kilicho ndani mwako ndicho kinachoongea. Bali si wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninauliza wewe, unataka kuonana na nani? Ninataka kuonana na wewe pamoja na mkubwa wako. Nimetumwa niwaletee neno. Njoo. Njoo. Simama hapo. Mr. Ned. Bosi yako wapi? Ndio kwa mimi. Mwambie kuna mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Nani amekuruhusu kuingia? Uwepo wa Bwana ndani yangu. Nani amekuruhusu kuingia mahali? Mungu mwenyewe ndiye amenielekeza mahali hapa. Ulimuona hao umechanganyikiwa na mapepo. Asante Bwana. Mungu Baba katika jina la kazi. Nasema ukaenda kucheza. Najua kwamba sio unaongea. Najua kwamba sio unaongea. Bali ni shetani aliye ndani mwako. Shetani aliye ndani mwako. Oh haleluya. Nisema tupate Mungu kweli huyo kwa maana hajui kila ambacho anafanya Bwana. Ukatenda hiyo kitu Bwana. Mungu Baba shosha baraka zako mahali hapo. Mungu Baba niokoe. Hata Mungu ukitaka amekutaka. Oh alikuwa sana kupatia. I command huyo shetani aondoke ndani mwako. Shetani aondoke ndani mwako. Katika jina la Yesu. Oh Bwana asante kwa ajili ya